Karibuni sana wapendwa, leo natamani niweze kuongea na wewe juu ya eneo la kupenda kutembea na wame za watu au kuchukua bwana wa mtu. Naitwa Mwalimu Petro, napatikana jimbo la Arusha. Karibu uweze kufollow upande wa Facebook, pia uweze kusubscribe upande wa YouTube na kufollow pia TikTok na Instagram. petromazwile.jerusalemfamilytv. Karibuni sana. Watu wa Mungu, kuna baadhi ya wanawake, na nitadili na eneo la kike leo. Kuna baadhi ya wanawake, anaweza akawa ni binti mdogo, au anaweza akawa ni binti wa saizi ya kati, au anaweza akawa ni jimama. Wana tabia ya kutembea na wame za watu. Naposema kutembea na wame za watu, namaanisha kujihusisha kimahusiano na mwanaume ambaye tayari yuko kwenye ndoa. Kujihusisha kimahusiano tena ya uzinifu kwa mwanaume ambaye yuko tayari kwenye ndoa. Au wengine anasema anakuwa anawalia hela wanaume ambao wako kwenye ndoa, anamtumia hela, anakula, anasema kwani kuna shida gani ni kila hela yake, simpi mwili wangu. Au mwingine anakula hela na kumpa mwili wake. Mimi nikusaidie kitu kimoja kirahisi. Ubaya ni ubaya. Hakuna utofauti wa mtu anayekula hela ya mwanaume ambaye ni mme wa mtu, hata kama ulali naye, ni ubaya tu. Wewe ni sawa pia na yule ambaye analala nao. Hote hamna utofauti. Ubaya ni ubaya. Hichi kitu huwa kina tabia ya kuacha laana kwenye kizazi. Ukiwa na tabia ya kutembea na mme wa mtu, inaacha laana kwenye kizazi. Watoto wako na wao pia wake zao watachukuliwa na watu wengine kwa sababu ya hiyo laana ya wewe kutembea na wame za watu au wake za watu. Lakini pia huwa ina tabia ya kuacha laana ya vifo vya aibu. Vifo vya aibu na magonjwa ya ukimwi na magonjwa mengineo ya kudumu yatashambulia nyumba yako. Lakini pia huwa ina tabia ya kuacha laana ya umaskini. Na ndio maana watu wengi ambao ni wachukua mabwana za watu hawanaga maendeleo. Anachukua bwana wa mtu, anampangishia hadi nyumba. Mwisho wa siku huyo bwana anamwacha, anarudi kwa mke wake, anaporomoka tena kiuchumi, anasubiri tena mpaka apate bwana mwingine. Asa umri unaenda, kuna umri utafika hata uzinzi huwa unashindikanika, kwa sababu unakuwa umeshachoka, hakuna mtu anayekutamani tena. Na muda huo ndio unasema utulie kutafuta maisha. Nani anakupa maisha? Muda huo ulishachezea kwa kutembea na wake za watu na wame za watu. Wapendwa tulioko hapa, hii tabia ni mbaya sana. Usikubali kuifuga kwenye maisha yako. Lakini pia ukiwa binti unatembea na wame za watu, siku utakapokuja kuolewa wewe, na wewe pia mme wako, kuna wanawake wengine watatembea naye, kwa sababu ile ni laana. Hiyo pia unakuwa umeingiza kwenye maisha yako. Hii tabia sio ya kuipuuza hata kidogo. Na ndio maana kama we ni mtu mwenye hii roho, we ni mtu mwenye hichi kilema, hakikisha unakiacha leo. Yule mwanamke Msamaria aliyekutana na Yesu pale kwenye kisima cha Yakobo, alikuwa na hii shida ya kutembea na wame za watu, lakini aliongea ukweli kwa Yesu na Yesu alimfungua. Sasa Yesu aliyemfungua yule mwanamke anaweza akakufungua na wewe kwenye hiyo tabia ya kutembea na wame za watu. Nasema hivi, Yesu aliyemfungua yule mwanamke anaweza akakufungua na wewe kwenye hiyo tabia ya kulala na mabwana za watu. Wewe ni kitu kimoja tu, kusarenda kwake, kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Atakutoa kwenye hiyo tabia, atakutoa kwenye hicho kifungo. Usikubali kuendelea kukaa kwenye tabia ambayo unamliza mwanamke mwenzako. Toka leo kwa jina la Yesu. Naomba nikuombe. Mungu aliye hai, ninawaleta wanawake wote walioko hapa ambao Bwana wana tabia ya kupenda kuchukua mabwana za watu. Bwana, naomba huruma ya Mungu iwashukie kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Baba, wahurumie wanawake wote wanaopenda kutembea na wame za watu kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Wahurumie wanaume wenye tabia ya kutongoza wanawake, Bwana, na huku tayari wana wake zao. Bwana uliye hai, achilia neema ya huruma ya Mungu na damu yako iwatoe hawa watoto wako
kwenye hicho kifungo kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba ye Bwana upitishe wingu la uponyaji na msaada wako, ili watoto wako walioko hapa waweze kufunguka kwenye hilo eneo, waweze kutolewa kwenye hilo eneo, na nafsi zao kuanzia leo ziwekwe huru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto wako upite kila pepo lililoko ndani ya maisha ya watoto wako, linalofanya watumike kwenye uzinzi wa kutembea na wake za watu, wame za watu, kwa jina la Yesu. Toka pepo, toka ndani ya watoto wa Mungu. Neema na msaada wa Bwana ukusaidie kuweza kuvuka kuanzia leo, ili uweze kuwa huru katika jina la Yesu, na kutamkia uhuru wako. Sema amen katika jina la Bwana. Mpendwa ulioko hapa, pia unaweza ukawasiliana na sisi kupitia namba ya simu unayoiona hapo, au unaweza ukaenda parokiani kwako, kwenye kanisa la karibu yako, parokia yako. Nenda kaungame ili Mungu aweze kukusaidia zaidi kuwa salama na usirudi tena kwenye hiyo tabia. Mungu awabariki sana, tukutane tena wakati mwingine. Karibu uweze kufollow page yetu hii ya Petro Mazwile. Pia unaweza ukanifollow Instagram, TikTok na kila mahala huko YouTube, subscribe. Na Mungu akubariki sana katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen.